matumizi ya mbolea nchini kwetu yameongezeka kutoka tani 300,000 kidogo miaka mitatu iliyopita, na sasa hivi tunazungumzia tani 1,200,000. Lakini tunatarajia pia kuboresha ufanisi katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya kilimo, kwa maana ya kuongeza tija, kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji pamoja na mavuno ya kilimo, kukuza matumizi ya mbinu za kisasa na endelevu za kilimo, lakini pia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni hizi zote mbili ambazo mpaka hivi sasa zinamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni wakati sasa muafaka kuwa na kilimo endelevu. Kwa hiyo Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania tuko hapa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wenzetu kutumia teknolojia ambazo kwanza zinaongeza tija, lakini pia zinahakikisha kwamba mazingira yetu yanaendelea kuwa endelevu. Na teknolojia hizi ni pamoja na viuatilifu ambavyo ni rafiki kwa mazingira, lakini pia mbolea ambazo ni rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo ndio lengo letu kubwa ambalo tumekuja kulifanya hapa. Na leo sasa tunashirikiana na wenzetu wa NDC kuhakikisha kwamba sasa tunapata teknolojia za viuatilifu, teknolojia za mbolea za kibiolojia ambazo kwanza ni rahisi, lakini pia zina bei nafuu na zitaenda kusaidia kilimo chetu. Viwanda vikubwa ni karibuni 226 na viwanda vya kati ni karibuni viwanda 231. Uzalishaji wetu kwa mwaka umefikia tani 1,194. Lakini katika viwanda vyetu vikubwa, viwanda 71 vinazalisha kwa ajili ya export. Kwa hiyo kwa upande wa export pia mkoa umefikia tani milioni 20. Lakini viwanda hivi pia vimetoa ajira. Tumefikia ajira za viwandani 82 kwa vijana wetu. Kwa upande wa mapato ya serikali, 60% ya mapato yetu yanatokana na service levy. Kwa hivyo ni viashiria ambavyo vinaonyesha namna ambavyo sekta ya viwanda na biashara inafanya vizuri katika mkoa wa Pwani. Ushirikiano huu ni muhimu sana katika kufungua ukurasa mpya wa mapinduzi ya kilimo nchini kupitia matumizi ya pembejeo rafiki kwa mazingira. Lakini pia tunatambua mahitaji ya viuatilifu na mbolea nchini ni makubwa sana. Na kati ya bidhaa kubwa ambayo inaingizwa kutoka nje ya Tanzania ni bidhaa ya mbolea. Tunatambua pia kuwa hii ni fursa kubwa ya kibiashara kwa Shirika la Taifa la Maendeleo, lakini pia kwa kiwanda hiki. Ni kuahidi kwamba tumejipanga vyema kutumia fursa hii kuongeza mapato, ajira na kulinda afya za Watanzania kupitia bidhaa hii ya kiwanda hiki. Makubaliano haya ya leo yana nafasi kubwa katika kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji na usambazaji wa mbolea hai katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Hii ni hatua muhimu katika utekelezaji wa azma yetu ya kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usalama wa chakula ndani na nje ya nchi yetu. Napenda kutumia nafasi hii pia kuzihimiza taasisi zote ambazo zitafanya makubaliano haya kuhakikisha kuwa makubaliano haya yanatekelezwa kwa vitendo, kwa uwazi na kwa matokeo yenye tija kwa taifa letu. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Ushirikiano huu ni mfano bora wa namna taasisi za kitaifa zinavyoweza kushirikiana katika kuimarisha minyororo ya thamani ya kilimo na viwanda.